Saa ipo na ya sasa yaja. Wamwabudio harisi Mungu hawatamwabudu Baba katika mlima huu wala huko Yerusalemu, bali watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Bwana Yesu anatabiri kizazi cha Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na nabii atakayekuja baada yake na wafuasi watakaokuja kuabudu baada yake. Tunapozungumzia kuhusu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuna ushahidi mwingi sana wa kuthibitisha Muhammad kajana na kitabu cha Biblia. 18:18 imezungumzia nabii atakayekuja, lakini kabla huyu nabii kuja pale lazima kuna mpango Mungu alishaupanga yeye, Mungu kama yeye, katika utaratibu wa kazi zake, kwa sababu nabii ni wa mwisho. Karibuni sana wapenzi wasikilizaji wafuatiliaji wa channel ya Warning of the Last Days. Mahali popote sauti hii inapowafikia na wakaribisha kwa moyo wa upendo. Karibuni sana, naamini ya kwamba Mungu ameendelea kutulinda na kutuonekania. Naamini ya kwamba sote tunaendelea kufuatilia mafundisho ya kweli. Wote ambao wanafuatilia kwenye channel hii, basi nawakaribisha pia tuendelee kujifundisha katika sehemu hii ya pili ya kuchunguza Nabii Muhammad kama anaweza kupatikana ndani ya Biblia. Kwa hivyo katika kipindi hiki cha uchambuzi wa Qur'an pamoja na Biblia, na kukaribisha sana. Mungu akitujalia tutaweza kuwa na vipindi hivyo ambavyo tutakuwa tunachambua madai ya Qur'an pamoja na Biblia. Kwa hivyo ni mwanzo, na usikose kufuatilia. Hakikisha ya kwamba una subscribe, una share ili usiweze kupitwa. Karibuni sana ili tuweze kusikiliza ukweli wa Mungu katika maandiko. Hakuna wakati mwingine ambapo utaweza kupata nafasi ya kusikiliza ukweli, bali nafasi ni sasa hivi ukiwa hai. Keti kitako, chukua kalamu yako pamoja na Biblia, na wewe Muislamu chukua Biblia pamoja na Qur'an ili tuweze kwenda kwenye somo letu rasmi. Wakati watu watakapokuwa wamelazwa makaburini ama kwenye mochari, hawatapata nafasi ya kujifunza. Kwa hivyo nafasi hii lazima tuweze kuitumia vizuri, ili tuweze kuhakikisha ya kwamba tutakapokuwa tumenyamaza, sauti zetu zitakapokuwa hazisikiki tena, tumelala kifo ya mauti, tuwe tumejitengelezea hamali njema. Mungu awabariki na mzidi kutuombea. Kwa hivyo tunapoingia kwenye somo hili letu, na kukukaribisha sana, na pia na kuharifu uweze kuangalia katika somo la pili jinsi, uweze kuangalia somo la kwanza jinsi tulivyopeleka mada hiyo na kusikiliza maoni ya Waislamu. Lakini kabla tujaanza, hebu na tuombe alafu tuingie kwenye somo letu rasmi. Tuamini na tuombe. Baba wetu, Mungu wetu tupendaye, asante kwa nafasi. Asante kwa kuwa nasi, tunakushukuru na kulimidi jina lako. Tusamehe sisi wenye dhambi, tuoshe kupitia kwa damu ya mwanawe Yesu Kristo. Mungu, nitakapoenda kunena na watoto wako, naomba unitumie. Pia na wao kawape masikio na macho ya kuona ukweli, ili wasije wakadanganyika. Ambatana nasi zaidi ya yote, ukabariki kazi ya mikono yetu. Mibaraka yako ikawe juu yetu, katutendee kwa kadiri ya mapenzi yako. Ambatana nasi kwa kila jambo tuanzapo somo hili. Malaika wako watakatifu wakatuongoze, na nikupitia jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Haya, karibu sana ili tuweze kuendelea. Fungu letu kuu linapatikana kwenye kitabu ni cha Kumbukumbu la Torati 18, mstari wake ni wa 18. Andiko hili tukikosa kuelewa maandiko, tutaweza kujidanganya na tutaweza kupotea mwishowe. Ndio naona Yesu aliwaambia Wayahudi hivi. Hebu tusome hili andiko kwanza kwenye kitabu cha Yohana 5 mstari wake ni wa 39. Yesu anasema hivi: "Mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba nyinyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayo nishuhudia, wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima." Kwa hivyo Yesu alipokuwa duniani, Wayahudi walikuwa wanajigamba ya kwamba wanajua maandiko, na kuna maandiko ambayo walikuwa wanasoma wanasema tuko right. Lakini Yesu anawaambia, mmechunguza hayo maandiko mkifikiria, mkidhani ya kwamba mna uzima wa milele, lakini kumbe maandiko hayo ndiyo yanayo nishuhudia, lakini hamtaki kuja kwangu. Kwa hivyo na sisi leo tunaweza jipata kwa hiyo mtego, tukikosa kuyadadisi
na kuyachunguza maandiko kwa kina ili tuweze kuelewa maandiko haya yanamlenga nani. Kama haya ambayo yalikuwa yanamlenga Kristo, ambayo Wayahudi walikuwa wanasoma lakini hawakuelewa na pia wakakataa kumfuata Kristo. Sasa leo pia Waislamu wanakubali maandiko ya Kristo, Injili, lakini wamemkataa Kristo mwenyewe kumwamini, lakini wanaelewa maandiko yake. Lakini sasa tunaingia kwenye hili andiko ambalo limewapiga chenga kwenye Kumbukumbu la Torati 18 mstari wake ni wa 18. Kama hukuweza kufuatilia sehemu ya kwanza, hakikisha ya kwamba unafuatilia uweze kuona madai ya Waislamu dhidi ya andiko hili. Inasema, hebu tulisome kwanza kabla hatujawasikiliza Waislamu. Inasema, Mungu alinena na Nabii Musa akamwambia, mimi nitaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia yote nitakayomwamuru. Hata itakuwa mtu asiyesikiliza maneno yangu atakayosema yule nabii kwa jina langu, nitalitaka kwake. Kwa hivyo lazima tuelewe huyu nabii ambaye ni mfano wa Musa. Maana Mungu amesema mtu yoyote ambaye hata msikiliza basi ataweza kukataliwa mbali na Mungu. Kwa hivyo andiko hili lazima tuipatie the proper bearing. Tulipatie tuliweke mahali pake. Je, andiko hili nabii mfano wa Musa ni Muhammad? Maana tukikosa kuelewa, tuamini uongo, tutakuja tukataliwe mbali. Na pia Mungu anasema lazima tusikilize huyo nabii. Alafu akasema mtu yoyote ambaye hata msikiliza nabii huyo, Mungu amesema laana itakuwa juu yake, yani nitamkatalia mbali, in short. Kwa hivyo tunahitajika kuelewa andiko baada ya andiko na tuelewe maana yake. Tusiwe tu tunasoma maandiko kama gazeti, kama ndugu zetu Waislamu tulivyowasikia katika sehemu ya kwanza. Kwa hivyo walikuwa na maoni yao kuhusiana na andiko hili, na mpaka wa leo najua kuna baadhi ya Waislamu wako na maoni tofauti na maoni halisia. Yani andiko hili wako na maoni ya kwamba yanamlenga Nabii Muhammad, lakini tunaendelea kulichunguza na kulifanyia exegesis. Na tulivyofanya katika sehemu ya kwanza tuliweza kuona Muhammad akaribii kabisa kuwa mfano wa nabii wa Musa. Maana nabii ambaye anakuja kwenye andiko hili Mungu amesema lazima awe mfano wa Musa. Na tukaona mfano huu ambao unazungumziwa kwenye kitabu hicho sio mfano wa nguvu za kibinadamu, wala sio mfano wa unene wa mwanadamu, wala sio mfano wa kimwili. Hapana, bali ilikuwa ni mfano wa utendaji kazi wa kinabii, utendaji kazi wa Mungu. Na tukaelewa ya kwamba utendaji kazi wa Mungu ambao Musa aliweza kufanya, utendaji kazi wa Mungu ndio nao lengwa pale. Na Mungu anamwambia Musa, nabii huyu atafanana na wewe. Sasa tunachukua kazi za Musa, utendaji kazi wa Musa, kisha tunalinganisha na utendaji kazi wa Muhammad na utendaji kazi wa Yesu, alafu tuone kura inaangukia wapi. Basi keti kitako, ndio tunaanza somo letu. Katika presentation ya kwanza niliweza kutoa ushahidi mwingi ya kwamba Yesu ndiye mlengwa wa hili andiko, na bado naendelea kutoa ushahidi. Nani mfano wa Nabii Musa? Hesabu 21 mstari wake ni wa 8. Tunaangalia kazi za Musa na vile alivyofanya kazi hiyo. Tunaangalia Muhammad, tunaangalia na Yesu. Sikiliza, inasema hivi: Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa haitazamapo hataishi. Musa akafanya nyoka ya shaba akaiweka juu ya mti, hata ikiwa nyoka amemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Kwa hivyo katika utendaji kazi wa Musa, Mungu aliweza kumwambia atengeleze nyoka ya shaba baada ya wana wa Israeli kuhangaishwa na nyoka zikawa zinawauma. Na walipokuwa wanaumwa, wengi waliweza kupoteza maisha yao. Ndiposa Mungu akamwambia Musa, tengeleza nyoka ya shaba kaiangike juu ya mti. Anamwambia uiweke juu ya mti ili kila atazamaye
atapata kuishi tena. Hata kama atakuwa ameumwa, ataweza kuishi tena. Sasa hii ni kazi mojawapo ama utendaji kazi wa Musa aliyoifanya enzi yake. Sasa tunaangalia huu mfano, ni mfano ambao ulikuwa unamlenga nani? Maana nabii ambaye anakuja lazima mfano huu mwangukie. Kwenye kitabu cha Yohana Injili 3 mstari wake ni wa 14, John the Gospel inasema, mstari wake ni wa 14, inasema, na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adam hana budi kuinuliwa, ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa hivyo Yesu mwenyewe anasema alipokuwa duniani, anawaambia watu, kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adam hana budi kuinuliwa, ili kila mtu atakayemtazama aishi. Kumbe kazi ya Musa na kazi ya Yesu zinafanana kabisa. Hakuna mahali Muhammad ameinuliwa juu ya mti, hakuna. Kama vile Musa alivyomuinua nyoka jangwani, tunaona yule aliyeangikwa juu ya mti, kama vile nyoka ilivyoangikwa juu ya mti, nyoka ya shaba, ni Yesu wala sio Muhammad. Kwa hivyo kazi ya Musa na kazi ya Yesu zina match. Kwa hivyo nabii automatically, mfano wa Musa ni nabii Yesu Kristo. Angalia, acha nitoe mfano wa pili. Tunaendelea pole tu, mimi natoa tu mfano, alafu tuwasikiliza Waislamu ndio tuingie kwa somo rasmi. Nafanya kitu ambacho kinaitwa recap. Sikiliza Kutoka 34 mstari wake ni wa 29. Najaribu kuangalia nabii mfano wa Musa ni nani. Sikiliza. Hata ikawa Musa aliposhuka kutoka mlima Sinai, na zile mbao mbili za ushuhuda zilizokuwa mikononi mwa Musa, hapo aliposhuka katika mlima, Musa hakujua ya kuwa ngozi ya uso wake iling'aa, kwa sababu amesema naye. Basi Haruni na wana wote wa Israeli walipomwona Musa, tazama, ngozi ya uso wake iling'aa, wakaogopa kumkaribia. Sikia. Kwa hivyo wakati Musa anachukua ujumbe wa Mungu kutoka kwenye Mount Sinai, alipokuwa anashuka, uso wake uling'aa. Je, nabii ambaye anakuja lazima pia nayo uso ung'ae? Maana mfano ambao Mungu anasema kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati ni mfano ambao lazima ufanane na wa Musa. Swali, uso wa Muhammad uliwahi ng'aa wapi? Na uling'aa akiwa wapi? Akifanya nini? Sikiliza, huyo nabii ni nani ambaye uso wake uling'aa? Mathayo, kitabu cha Mathayo 17 mstari wake ni wa kwanza. Nabii mfano wa Musa ndio huyu. Sikiliza. Na baada ya siku 6 Yesu akatoa Petero na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama tanuru. Kumbe Musa anang'aa uso, naye Yesu anang'aa uso. Hiyo ni ushahidi. Sasa mfano ni nani wa Musa? Of course is Jesus the Christ. Angalia pia kazi ya Musa pia katika utendaji kazi wake ya huduma ya Injili. Alifanya nini? Kwa hivyo mifano ni mingi hapa. Kwa hivyo hapa hakuwezi Muhammad hawezi akaingia. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 9 mstari wake ni wa 9. Sikiliza mfano mwingine. Inasema 9:9, na hapo nilipokwea mlimani kwenda kuzipokea mbao mbili za mawe, nazo ni mbao za agano Bwana alilofanya nanyi, ndipo nikakaa mule mlimani siku 40 usiku na mchana, sikula chakula wala kunywa maji. Very interesting. Sikiliza, Musa anasema alipoenda kupokea zile mbao mbili za mawe ambayo ni agano la Mungu kati ya wana wa Israeli na yeye, anasema alikaa kule 40 days without eating or drinking, na akakaa mule siku 40
hakukunywa wala hakukula chochote. Swali, mfano wa kufunga kwa Musa, ni nani alikuja akatimiza kati ya Yesu na Muhamadi? Ni nani alitimiza? Kwenye kitabu cha Mathayo kwanza, kabla hujasikia vituko, Mathayo 4 mstari wake ni wa kwanza. Sikiliza anayekuja kufanya the same kitu kama cha Musa. Sikiliza. Mathayo 4 mstari wake ni wa kwanza, nasema, kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Sikiliza, mwisho akaona njaa. Kwa hivyo alifunga siku 40 mchana na usiku. Zilipokwisha 40 days, mwisho wake akaona njaa. Musa akafunga siku 40. Yesu akafunga siku 40 mchana na usiku. Hakuweza kula kitu chochote. Kwa hivyo mfano wa Musa ni Yesu automatically. Muhammad alifunga wapi? Siku 40. Wachana vile mnadanganyika ati mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao biashara inanoga. Ukienda sehemu za Isili na Mombasa, watu wanauza siku hiyo. Na majority ya watu ambao wako kwenye hiyo nchi ama kwenye hiyo town ni Waislamu tupu. Isili Waislamu wamejaa, Mombasa Waislamu wamejaa, lakini ifikapo mwezi wa Ramadhani kwa bucha hawezi pata nyama. Angalia. Wafanyabiashara katika kaunti ya Mombasa wanafurahia ongezeko la wateja wa bidhaa tofauti wakati ambapo Waislamu wanatarajiwa kuanza ibada ya saum katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hapo awali nilitembelea soko la Marikiti na kuandaa taarifa ifuatayo. Ramadhani umekuwa wa baraka kwa baadhi ya wanaume jijini Mombasa ambao wamejitosa katika biashara ya kuuza sambusa, si samosa, wakiwa wamegundua fursa kubwa katika mahitaji makubwa ya vitafunwa hivi wakati wa iftar. Vijana wengi sasa wameingia kwenye biashara hii kwa nguvu mpya, wakitengeneza, wakiwauzia watu kwenda kufuturu. Aliwashuhudia Fatma Bugu akaandaa taarifa hii. Katika maeneo ya soko la Marikiti na majengo, harufu ya sambusa safi na sambaa mitaani, si jioni si mchana. Biashara imenoga, kila siku wanatengeneza kiasi kikubwa cha sambusa ili kukidhi mahitaji ya wateja. Kazi ambayo nimeipenda sana, kwa kuna kazi nyingine ambayo nimeipenda kama hii. Wanapanga line asubuhi saa 11 kuendea nyama. Wanapanga kununua vitu. My friend, hiyo ndio siku watu wanafanya biashara na biashara inanoga. Mwezi wa Ramadhani ambao wanasema ni mwezi wao mtukufu wa kufunga, ati wanafunga kama mtume wao Muhamadi. Kwa hivyo funga ya Muhamadi na funga ya Yesu na funga ya Musa ni funga tofauti. Funga ya Yesu na Musa usiku na mchana hawakuli kitu. Lakini funga ya Muhamadi jioni saa 12 wanakula. Kuanzia saa 12 jioni wanakula usiku yote. Yaani wanakula usiku yote. Alafu saa 11 asubuhi wanafunga. Saa 12 jioni wanafungua. Sasa hiyo funga na ya Musa zinaweza zikakaribiana. Kwa hivyo ni nani alikuja kutimiza mfano wa ni nani alikuja kutimiza funga ya Musa ili awe mfano wa Musa? Ni nani? Automatically ni Yesu Kristo, hawezi kuwa Muhamadi. Kwa hivyo ni Yesu Kristo, my friend. Kwa hivyo Muhamadi haingii katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 18:18. Haingii hapo wala hanusi. Ni Kristo mwana wa Mungu pekee ndiye aliye survive, ndiye aliyeweza kutimiza kazi sawia na ya Musa. Angalia, Musa aliweza kuwakomboa wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri, akawapeleka kwenye nchi ya Canaan. Tunaelewa hiyo historia yote mpaka Waislamu wanakubali. Kwa hivyo nabii ambaye anakuja lazima akomboe watu kutoka katika utumwa wa Farao, awapeleke katika nchi ya ahadi. Je, ni nani huyo? Ni nani huyo? Yesu Kristo anasema kwenye kitabu cha Yohana Injili 14 mstari wake ni wa kwanza. Anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi.
kama sivyo singeliwaambia, maana naenda kuandalia ili nilipo nanyi muwepo. Verse 6 inasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu. Kwa hivyo yule ambaye hana watoa watu katika dunia hii, Misri hii ya kiroho ya sasa, Misri, utumwa wa Farao wa leo wa kipindi cha mwisho, ni Yesu peke yake. Muhammad yako wapi? Muhammad hawezi akatuokoa. Muhammad mwenyewe anasema hana mamlaka ya kujipa nafuu wala mamlaka ya kujiokoa. Sasa ataweza kuokoaje wengine? Atawezaje? Kwa hivyo nabii mfano wa Musa, lazima kazi za Musa zionekane kwake. Zisipoonekana kwake, huo mfano wa nabii Musa au muusu. Kwa hivyo mfano huu unamwangukia Kristo Yesu mwenyewe. Angalia, hebu tumsikilize kwanza Waislamu alafu tuendelee. Nafikiri kufikia hapo umejifundisha kitu, na bado tunaendelea kujifundisha mengi. Mungu awabariki sana tunapowasikiliza Waislamu. 18 imezungumzia nabii atakayekuja, lakini kabla huyu nabii kuja pale lazima kuna mpango Mungu alishaupanga yeye, Mungu kama yeye, katika utaratibu wa kazi zake, kwa sababu nabii ni wa mwisho. Lakini kwanza lazima Mungu mwenyewe tumwangalie alipanga vipi. Tunafahamu ya kwamba hebu nisome kitabu cha Kumbukumbu la Taurati sura 33. Alafu anzia mstari wa kwanza pale. Nafikiri pale tunaweza tukapata picha fulani ambayo inaweza katuelekeza kujua kwamba tunapomzungumza Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatukurupuki. Aya ya kwanza mpaka ya 3. Hii ndiyo baraka ya Musa, huyo mtumishi wa Mungu, aliyowabarikia wana wa Israeli kabla ya kufa kwake. Akasema, Bwana alitoka Sinai, akaondokea kutoka Seiri. Aliangaza katika kilima cha Parani, akaja Meribah Kadesh. Upande wake wa kuume palikuwa na sheria moto moto kwao. Iliandiko unapoliangalia kwa wasomi ndugu zetu wanaosoma Biblia, bila kuwa bias, bila kuwa mtu ambaye anaegemea upande fulani, ule wa uhaki tu, kiangalia hapa kuna vitu vya msingi sana Musa alivizungumza. The Lord came and this is the blessings of Moses that he has blessed the children of Israel before he died. Manake kwamba hii ndo baraka ya Musa ambaye alikuwa amebariki wana wa Israeli kabla ya kufa kwake. Sasa Musa kuna baraka aliyoibariki. Baraka hii kuna maneno Mungu Musa aliyasema. Maneno yale yanasema Mungu alikuja kutoka Sinai, akaondokea kutoka Seiri. Alafu kisha baada ya kuondokea Seiri, Mungu aliangaza macho yake katika kilima cha Parani. Pale Parani, mnapata vizuri bwana, alikuja mtu anaitwa Meribah Kadesh. Na huyu Meribah Kadesh alikuwa na sheria moto moto kwao. Kuna vitu vingapi hapa Ustadh Shafi na Ustadh Bakonzi? Vitu vitatu. Cha kwanza, hapa tunazungumzia Mungu mwenyewe kwanza. Mnapata vizuri huyo Mungu, sababu ili mtafute mtume lazima umtafute Mungu mwenyewe kwanza. Mwenyewe aliweka utaratibu gani? Na utaratibu lazima tunaangalia kwa Musa, sababu Musa ndio mwenye Taurati. Ndio kitabu ambacho kilichokuwa kimebeba sheria, amri na hukumu na taratibu za kuonyesha manabii wengine ambao watakuja baada yake vile mambo yatakuwa. Kule Parani kule tunaambiwa kuna mtu anakuja na sheria, tena nasema kwamba and he came with 10,000 of his saints, kwamba huyu anayeonekana Parani Meribah Kadeshi anakuja na watakatifu 10,000. Sasa bado hatujajua, bado lazima Biblia tueleze vizuri kwamba kule Parani kule kunafanyika nini. Habakuki 3:3 kwanza. Mungu alikuja kutoka Temani, yeye aliye mtakatifu, kutoka mlima Parani. Utukufu wake ukazifunika mbingu, nayo dunia ikajaa sifa yake. Mwangaza wake ulikuwa kama nuru, alikuwa na mishare ya nuru bavuni pake, ndipo ulipofichwa uweza wake. Mbele zake alikwenda tauni, na makaa ya moto yakatoka miguuni pake. Akasimama akaitetemesha dunia, akatazama, akawastusha mataifa, na milima ya zamani ikatawanyika, vilima vya kale vikainama. Miendo yake ilikuwa kama siku za kale. Asante, naomba kwanza tuelewane ndugu zetu. Hapa tunaona ya kwamba andiko linasema Mungu alikuja kutoka Temani. Nukta ya kwanza, kumbuka ya kwamba kaonekana Sinai, kapita Seiri, kisha Mungu kaangaza kule katika
Kisha Mungu kisha Musa akasema bila kupita Seiri, akaonekana kuna mtu anakuja anaitwa Meribathi Kadesh. Yaani baada ya kutoka Sinai Seiri, kisha anaonekana kuna mtakatifu anayekuja na watakatifu 10,000. Sasa hawa watakatifu wanaonekana kwa mujibu wa kitabu hichi ni kwamba wanatoka wapi? Katika mlima Parani ambapo Mungu mwenyewe ndipo anapoonekana. Sasa hapa andiko inasema kwamba Mungu alikuja kutoka Temani. Tutaangalia hiyo nukta hapo. Yeye aliye mtakatifu kutoka mlima wa Parani. Kwa hiyo Mungu ni mtakatifu na utukufu wake umeonekana katika mlima wa Parani. Lakini hiyo Parani yenyewe inatoka kwa Tema. Mungu alionekana katika mlima wa Parani, yeye aliye mtakatifu kutoka mlima. Utukufu wake ukazifunika mbingu, nayo dunia ikajaa sifa zake. Alikuwa na mishare ya nuru ubavuni kwake. Unaona maneno? Alikuwa na mishare ya nuru. Ukisoma Qur'ani sura ya 5 utaambiwa Mwenyezi Mungu anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja yeye kama nuru. Umenipata vizuri bana na... Aya, baada ya kuwasikiliza nafikiri ya kwamba umeweza kujisikilia pia. Huyu anaitwa Shaban. Huyu naye kwa kukoroga maandiko ni hatari sana. Lakini nataka tuweze kuchunguza madai yake kama ni ya kweli. Maana amesoma maandiko mawili, Habakuku 3:3 na kitabu cha Kumbukumbu la Torati 33 mstari wake ni wa kwanza. Na naomba tusome kwa makini na ufungue Biblia yako twende polepole tusome hiyo maandiko. Ili mwishowe tujue je, yalikuwa yanamtabiri Muhammad ama yalikuwa yanamlenga nani? Maana leo Waislamu wanataka kutumia hiyo njia kuconfuse Wakristo waamini utabiri wa Mtume Muhammad ya kwamba kwa kwenye Biblia. Lakini ni vitu vya kulazimisha. Wala haitawahi kuwepo. Ati Muhammad atabiriwa kwa Biblia. Na nashangaa sana mnasema Biblia si kitabu cha Mungu. Lakini inapofika kwa kutetea unabii wa Muhammad mnaingia kwa Biblia. Sasa kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 31 angalia na tutasoma version zote. Usikilize inasema hivi. Sikiliza inasema Kumbukumbu la Torati 33 mstari wake ni wa kwanza inasema hii ndiyo baraka ya Musa. Huyo mtu wa Mungu aliwabarikia wana wa Israeli kabla ya kufa kwake akasema Bwana alitoka katika Sinai akaondokea katika Sairi. Aliangaza katika kilima cha Parani. Akaja Meribath Kadesh. Upande wa mkono wake wa kuume palikuwa na sheria ya moto kwao. Kwa hivyo aliposoma hii andiko akasema huyo ni nabii Muhammad. Sasa andiko kwanza imesema ya kwamba Bwana alitoka katika mlima Sinai akaondokea katika Sairi akaangaza katika kilima Parani. Kwa hivyo ni Bwana alitoka katika mlima Sinai akawaondokea katika mlima Sairi akaangaza kilima cha Parani. Kwa hivyo huyu ni Mungu ametoka katika mlima Sinai akaangaza Sairi na akaangaza kilima cha Parani. Alafu Shabani anatuambia sasa huyo ni Mtume Muhammad. Hapana. My friend, haya maneno ya Musa ni baraka kwa wana wa Israeli. Baada ya kufa anawapa hope. Anawapa matumaini. Sasa matumaini haya ili tuelewe yalikuwa yanamlenga nani na matumaini ni ya nani, yanamuhusu nani. Wacha tusome kwanza kitabu cha Habakuku 3 mstari wake ni wa kwanza alafu tushikanishe pamoja ndio uweze kuelewa ya kwamba kumbe Waislamu wanajaribu kukoroga maandiko kama kidheri. Ndio utaelewa ya kwamba ni nani aliyekusudiwa hapo. Mungu alikuja toka Temani. Yeye aliye mtakatifu kutoka mlima Parani. Utukufu wake ukazifunika mbingu. Nayo dunia ikajaa sifa yake. Mwangaza wake ulikuwa kama nuru. Alikuwa na mishale ya nuru ubavuni pake. Ndipo ulipofichwa uweza wake. Sasa andiko hili bado ni Habakuku anarejea maneno ya Musa. Na walikuwa analenga wapi? Tutaweza kuelewa baadaye. Alikuwa analenga wapi? Maana kuna mahali ambapo anaelekeza watu waweze kuona. Kwa hivyo ni Bwana alikuja, alishuka. Sasa turudi kwenye kitabu cha Deuteronomy
Nataka tusome King James Version. Deuteronomy, alafu tukuja tushikanisha na hii Habakuku, alafu nikueleze kwa nini huyo sio Muhamadi. Alafu nikuonyesha utofauti hapa mahali ulipo. Tuone kama itasema Muhamadi ama nani. And this is the blessing wherewith Moses the man of God blessed the children of Israel before his death. And he said, the Lord come from Sinai and rose up from Seir unto them. He shined forth from Mount Paran, and he came with 10,000 of saints from his right hand, were a fury law for them. Kwa hivyo hii imesema Bwana alipokuwa anakuja, alikuja na watakatifu maelfu, na katika mkono wake alikuwa na sheria moto. Lakini hii ya Kiswahili imesema Meribeth Kadesh. Meribeth Kadesh, Bwana alikuja na Meribeth Kadesh. Inamaanisha Meribeth Kadesh ni jeshi la Mungu, ama ni maelfu matakatifu, maelfu ya maelfu ambao Bwana alikuja nao. Kwa hivyo kumbe hapa ni Bwana anakuja na watakatifu maelfu na maelfu. Sio Muhammad anakuja na watakatifu, my friend. Ni Bwana. And he came with his saint, 1,000 saint. Yenye Kiswahili kasema Meribeth Kadesh, lakini ya Kizungu ikasema Meribeth Kadesh. Instead isema hivi, akasema and he came with thousands of his saint. Alikuja na watakatifu maelfu. Kumbe kwenye hili andiko Musa atabiri kuja kwa Muhammad, bali anasema Bwana atakuja na watakatifu wake. Ni future. Ni future. Kwa hivyo hii ni ujumbe, it is a hope. It is a blessed hope kwa wana wa Israeli, wajua ya kwamba kuna siku Bwana atakuja na watakatifu wake. He will come with his holy saints, the 1,000 saints. Na sio Musa wa kwanza kusema hayo maneno. Angalia, hebu nikuonyeshe. Hata Henoke mtu wa 7 aliweza kuzungumza hayo maneno. Kwa hivyo hapo hakuna Muhammad. Hebu tusome kitabu cha Yuda 1. Yuda 1 mstari wake ni wa 14. Sikiliza, inasema hivi: na Henoke mtu wa 7 baada ya Adamu alitoa maneno ya unabii juu ya hao, akisema, angalieni, Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu, 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 ili afanye hukumu juu ya wote na kuadhibisha wote wasio mcha Mungu kwa ajili ya kazi zao za upotovu walizozitenda bila kumcha Bwana, kwa ajili ya maneno magumu yote ambayo hao wenye dhambi wasiomcha Mungu wameyanena juu yake. Angalia, kumbe Biblia ni msururu. Biblia ni chain, the chain of truth. Uweze soma tu andiko moja alafu weka maelezo yako hapo. Hapana, unatafuta andiko lingine linaloongeana sawa sawa na hayo maneno, itakuelezea kwa upana. Kumbe Musa si mtu wa kwanza kusema Bwana alikuja na Meribeth Kadesh, ama alikuja na maelfu ya watakatifu wake. Hapana. Kumbe hata Henoko mtu wa 7 alisema Bwana atakuja na watakatifu maelfu na maelfu. Okay. Kumbe hili andiko la Kumbukumbu la Torati ni la kumuhusu kuja kwa Kristo anapokuja na watakatifu wake. Hata bado Habakuku linahusu siku za mwisho. Hapo hakuna Muhammad hapo. Hebu angalia. Huyu sio Muhammad, huyu ni Mungu. Verse 13 inasema, ukatokea kwa ajili ya wokovu wa watu wako, kwa ajili ya wokovu wa Masihi wako, ukakibonda kichwa cha nyumba ya waovu. Kwa hivyo hili andiko linahusu kuja kwa Kristo mara ya pili. Atakaporejea atawabonda kichwa cha waovu. Na ndio naona tumesoma kitabu cha Yuda 1 mstari wake ni wa 14, inasema Mungu alikuja na maelfu ili kwa hukumu waovu.
Hili andiko la Habakuku kiendelea chini nasema, ukabonda kichwa cha nyumba ya ovu, ukaiweka wazi misingi hata mwambani, ukakichoma kichwa cha masujaa wake kwa fimbo zao wenyewe. Wakaja kama kisulisuli ili kunitawanya. Angalia verse 15 inasema, ukaikanyaga bahari kwa farasi zako, chungu ya maji yenye nguvu. Nikasikia na tumbo langu likatetemeka, midomo yangu ikatikisika kwa sauti ile. Kwa hiyo Habakuku alipoona aliweza kutetemeka, aliweza kuogopa siku hiyo. Angalia, niendelea kusema, ubofu ukaingia mifupani mwangu, nikatetemeka katika mahali pangu, ili nipate kuingojea ile siku ya dhiki. Kundi lao washambuliao wakuwepo juu ya watu. Kwa hivyo this is the end time, the coming of Jesus Christ. Watu wataambia milima tuangukie. Sikiliza, watu wataweza kukimbia, watu hawatasimama, waovu wote. Kwa hivyo hapa hakuna Muhammad hapa. Hakuna Muhammad hapo. Kwa hivyo hiyo ni manabii walitabiri. Angalia, hata pia Isaya aliweza kutabiri kuja kwa Kristo siku ya mwisho atakapokuja. Kwa hivyo badala mweke Kristo hapo mnaweka Muhammad. Tunawaonea 18:51 verse 4 inasema, nisikilizeni mimi, enyi watu wangu, nisikieni taifa langu, maana sheria itatoka kwangu, nami nitaisterehesha hukumu yangu iwe nuru ya mataifa. Mungu anasema sheria itatoka kwangu. Ndio naona kwenye kitabu cha Deuteronomy inasema, na mkono wake kuwa na sheria moto moto. Ni Mungu anashuka hili ya hukumu, anakuja kuhukumu kwa sheria zake moto moto. Alafu inaendelea kusema, haki yangu ikaribu, wokovu wangu umekuwa wazi, na mikono yangu itawahukumu kabila za watu. Visiwa vitaningojea, navyo vitautumainia mkono wangu. Kwa hivyo hata Isaya aliweza kutabiri kuja kwa Kristo. Aliweza kutabiri kuja kwake. Na kwenye hii kitabu tunaona Mungu anakuja na sheria yake. Kwenye kitabu cha Deuteronomy alikuja na sheria yake. Kwa hivyo hapa tusiweke Muhammad, tunakosea. We are putting the wrong interpretation of the scriptures, my friend. Let us put the correct interpretation. Let the Bible explain its verses. Tusiweke mawazo yetu hapo. Kwa hivyo hili ni andiko linahusu future events, the coming of Jesus Christ, not the prophet Muhammad. Kwa hivyo kwenye kitabu cha Habakuku kina predict the coming of the Lord Jesus Christ. Inasema milima vitakimbia, vilima havitakuwepo kwa ajili ya kusaidia watu na kuwaficha. Hakuna. Kwa hivyo andiko hilo alimlengi Muhammad, bali inalenga the Jesus Christ, the is coming. Inamlenga Kristo, atakuja na maelfu kama vile mtu wa 7 ametuambia Enoko. Mary Beth Kadesh atakuja naye, kama vile maandiko ambavyo yamesema. Kwa hivyo hapo hakuna Muhammad. Hebu tuendelee kuwasikiliza wanasema nini na tunarudi. Nataka twende tu pole pole, hakuna haraka wala hakuna jazz. Pole pole. Tunasoma tu maandiko pole pole. Slowly by slowly, maana tunaishi nyakati za mwisho ambazo shetani anafanya juhudi juu chini kuwadanganya watu. Sikiliza. Hebu tumusikilize, alafu tuendelee kuleta the opinion of the Bible. Asante. Ya sifa yake. Mwangaza wake ulikuwa kama nuru. Alikuwa na mishare ya nuru bavuni pake. Ndipo ulipofichwa uweza wake. Sasa hapa andiko inasema kwamba Mungu alikuja kutoka Temani. Tutaangalia hiyo nukta hapo. Yeye aliye mtakatifu kutoka mlima wa Parani. Kwa hiyo Mungu ni mtakatifu na utukufu wake umeonekana katika mlima wa Parani. Lakini hiyo Parani yenyewe inatoka kwa Tema. Alikuwa na mishare ya nuru bavuni kwake. Unaona maneno? Alikuwa na mishare ya nuru. Ukisoma Qur'ani sura ya 5 utaambiwa Mwenyezi Mungu anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja yeye kama nuru. Umenipata vizuri bana Na ukisoma sura 21 aya 107 ndio ile Mungu anasema, and we have not sent you O Muhammad sallallahu alaihi wasallam but to be a universal mercy. Umenielewa vizuri bana? To all mankind. Unaona vizuri, laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin.
Kwa hiyo Mtume sallam amekuja kama nuru katika hii dunia, na kule nasema kwamba huyu anaonekana parani, utukufu wake katika bavu zake imetoka mishari ya nuru, lakini pamoja kwamba mishari ya nuru, ana nuru, lakini alikuwa na sheria moto moto. Nukta hiyo sasa. Pia kama ulivyomsikiliza, alianza vizuri akisema Mungu alishuka kutoka mlima Sinai na katokea Temani, lakini mwishowe anamalizia anaweka Muhammad hapo akisema ya kwamba Muhammad ndio nuru ya ulimwengu. Hiyo kwanza ni madai ya uongo. Muhammad hawezi kuwa nuru ya ulimwengu. Atakuwa nuru ya ulimwengu akiwa kwa kaburi. Atakuwaje nuru ya ulimwengu wakati yako kwa kaburi? Nuru inamulikia walio hai, na lazima hiyo nuru iwe iko hai. Uweze sema mimi ni nuru na uko kwa giza, kwa kaburi, kuzimuni, na umeshaoza. Waislamu fungukeni macho. Nuru ya ulimwengu ni nani? Kwenye kitabu cha Yohana 8 mstari wake ni wa 12, Yesu anasema, basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru na atakuwa na nuru ya uzima. Kwa hivyo Yesu anasema yeye ndiye nuru ya ulimwengu, yeye amfuataye hata kwenda gizani, tena atakuwa na nuru ya uzima. Kuna nuru ya uzima. Najua hata hizi mataa hizi bado ni nuru, lakini hizi sio nuru ya uzima. Lakini kuna nuru ya uzima ambaye ndio Kristo Yesu. Kando na Kristo Yesu hakuna nuru nyingine ya uzima. Na hivyo ndivyo ilivyo neno hata na manabii. Sikiliza, wanasema hivi kwenye kitabu cha Isaya 42 mstari wake ni wa 6, inasema, mimi Bwana nimekuita katika haki, nami nitakushika mkono na kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa, kuyafumbua macho ya vipofu, kuwatoa gerezani waliofungwa, kuwatoa wale walioketi gizani katika nyumba ya kufungwa. Angalia. Kwa hivyo Mungu anasema anamtoa mwanawe Kristo, anasema mimi nimekutoa na nitakulinda. Na nitakulinda na nitakufanya wewe kuwa nuru ya mataifa, uwatoe waliofungwa gerezani, uwatoe walio gizani, uangazie nuru. Huyo ni nani ambaye Isaya anatabiri hapa, ambaye anafaa kuwe nuru ya ulimwengu, na ambaye yeye lazima aweze kuwatoa watu katika giza, awamulikie nuru, awafungue kutoka gereza la kishetani. Tunaposoma Luka 4 mstari wake ni wa 17, maneno hayo yanatimia kwa Yesu Kristo. Inasema, akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaachia huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Sikiliza, kwa hivyo kumbe ni Yesu. Kwa hivyo Yesu analeta nuru kwenye kizazi chetu, kutumulikia hili tusibaki kusalia kuwa ndani ya giza. Kama vile Misri ya zamani walikuwa kwenye giza, Musa akaweza kuja kama nuru kuwaokoa kutoka kwenye Misri. Kwa hivyo naye nabii ambaye anakuja aokoe watu kwenye Misri giza ya leo ni Yesu Kristo. Kwa hivyo Yesu ndiye nuru peke yake. Yesu ndiye nuru peke yake. 12 aya yake ya 46 inasema, 46, mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu, ili kila mtu aniaminie mimi asikae gizani. Sikia, huyo ni Yesu. Amesema ili watu wasikae gizani wanafaa wamwamini. Alafu bado wewe unang'ang'ania Muhammad. Muhammad na alikuwa na dhambi, my friend. Muhammad anasema haje? Anasema mimi si kiroja mpya katika mitume, wala sijui nitakavyofanywa, wala sijui mtakavyofanywa. Si hivi mimi tu, bali hata na nyinyi mtakufa. Muhammad hivyo ndo anawaambia Waislamu. Alafu naanza kusema ni nuru. Nuru ya wapi? Muhammad hawezi kuwa nuru ya ulimwengu, bwana Shabani. Wacha kutudanganya bwana. Hebu tuendelee kusikiliza hawa ndugu zetu wanaendelea kusema aje. Hapa katika mlima wa Parani hapa tunaenda kutafuta sasa. Tunaambia kwamba ni kwa Tema,
Tema ni nani? Lazima tuiangalie Mwanzo 25:12, alafu turudi pale tupige kwenye kitabu cha Galatia pale. Tuweke sawa hizo habari. Mwanzo 25:12. Mambo mazuri yanakwenda vizuri kabisa. Mwanzo 25:12. Naam. Hivi ndivyo vizazi vya Ishmaeli mwana wa Ibrahim, ambaye Hajiri Misri mjakazi wa Sara alimzalia Ibrahim. Na haya ndiyo majina ya wana wa Ishmaeli kwa majina yao na kwa vizazi vyao. Mzaliwa wa kwanza Ishmaeli ni Nebayoth na Kedari na Abdel na Mibsam na Mishima na Duma na Masa na Hadadi na Tema. Unaona maneno hayo? Kwa hiyo Tema tunampata kwa mujibu wa maandiko ni mtoto wa Ishmael. Unaona vizuri bwana? Tema ni mtoto wa Ishmael. Katika watoto 12 wa Ishmael tunaambiwa mtoto wake mmoja anaitwa Tema. Kumbuka kule nasema Mungu alikuja kutoka Temani. Ndugu yangu Shaban, tunakubaliana ndio Muhammad Ishmael baada ya kuweza kuzaliwa alienda akaishi katika nchi ya Paran. Lakini hata kabla aende kuishi katika nchi ya Paran, Mungu alikuwa amezungumza haya maneno. Mwanzo 17 mstari wake ni wa 17. 17 inasema, ndipo Ibrahim akaanguka kifudifudi akacheka akasema moyoni mwake, je, mtu wa umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto, naye Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa? Ibrahim akamwambia Mungu, lao kwamba Ishmaeli angeishi mbele yako. Ibrahim anamsihi Mungu baraka ambazo alikuwa amemwahidia ziwe kwa Ishmaeli, lakini Mungu akasema sivyo, lakini Sarai mkewe atakuzalia mwana wa kiume, nao utamuita jina lake Isaka. Nitafanya agano langu imara kwake, kuwa agano la milele kwa ajili ya uzao wake baada yake. Na kwa habari za Ishmaeli nimekusikia, nimembariki, nitamzidisha nami nitamuongeza sana sana. Atazaa mashahidi 12, nami nitamfanya awe taifa kubwa ama taifa kuu. Bali agano langu nitalifanya imara kwa Isaka, ambaye Sara atakuzalia majira kama haya mwaka ujao. Kwa hivyo wakati Mungu alipoongea na Ibrahim akaleta his opinion, akasema mimi ni mkubwa, siwezi nikazaa, tumezeeka. Ahadi ambayo nataka kufanya, agano hilo imara ambalo nataka kufanya, ifanye kupitia Ishmaeli. Mungu akasema hapana, hiyo haiwezekani. Ishmaeli hapana. Lakini kwa habari zake nimekusikia, nitambariki, nitamzidisha. Na tuliona katika part 1 Mungu amembariki. Tuliona amembariki na mafuta, gold na vitu vinginevyo. Yeye ni tajiri ambaye matajiri wa ulimwengu lazima waweke mkono juu yake ili waweze kusurvive kipindi hiki cha mwisho. Lakini kwa habari za agano la Mungu la milele, agano hilo tuliweza kuona katika first presentation ya kwamba ni agano la kufanya kazi ya Mungu, kutimiza agano la wokovu, agano la imara, agano la imani, agano la ukombozi. Kwa hivyo ilikuwa ni agano la kuwaokoa watu. Maana Ibrahimu alitoka katika nchi ya Uru ya Ukaldayo ili awajulishe watu Mungu wa kweli, awafundishe ukweli. Mungu akasema acha miungu ya baba yako, toka kwa nyumba ya baba yako, uondoke uende katika nchi nitakayokupeleka nami nitakubariki. Kwa hivyo anapoacha miungu, anakuja na mtumikia Mungu wa kweli. Kizazi chake lazima kifundishe watu Mungu wa kweli, kifundishe watu ibada ya kweli, wamjue Mungu wa pekee wa kweli na mambo yanayohusiana na wokovu. Na tuliona huyo ni Yesu Kristo peke yake. Lakini kwa Ishmaeli Mungu hakuweka agano la milele hapo. Hata Qur'ani ilisema kwenye Qur'ani 29:27 inasema na tulimpa nabii Isaka. Nasema na tulimpa nabii Isaka kitabu na tukamjukuu nabii Yakobo, na katika kizazi chake tukaweka unabii na kitabu. Kwa hivyo kwenye kizazi cha Isaka ndipo tunaona alimzaa Yakobo, baadaye Yakobo akazaa makabila 12. Na hapo pia Qur'ani inakubaliana, inasema hapo ndio kuna unabii. Yaani manabii lazima watoke kwenye hiyo kizazi.
kwenye kizazi cha Ishmaeli hakuna nabii aliyewahi toka. Tangu Ishmaeli exist, tangu azaliwe, hakuna isipokuwa nabii Muhammad ambaye ni nabii wa uongo. Kwa hivyo huyu ni shetani anataka kubadilisha agano la Mungu. Anasema hapana, Mungu amesema Isaka, mimi wacha niseme Ishmaeli. Kwa hivyo kwenye maandiko mpaka kwenye Qur'an, kwa Ishmaeli hakufai kuwa na nabii, lakini utajiri Mungu amembariki. Kwa hivyo nafikiri ya kwamba ndugu yangu Shaban, Mungu akujalie uweze kuelewa madai hayo na uelewe maneno haya. It is very simple, na Mungu awabariki sana tunapoendelea kuwasikiliza. Hebu tumsikilize. Sasa huyu Tema huyu sasa tunaambiwa pale nyumbani kwa Tema ndipo alipoonekana Mungu. Sasa Tema tunampataje Ustadhi Shafi? Na pale Mungu kaonekana katika utaratibu upi? Lazima tusome Isaya 21:13. Isaya 21 mstari wa 13. Sasa hiyo ndio itaweka wazi kabisa hapa mambo ya tunaenda kumchambua yule Tema, tunampataje yule Tema yule. Unaona maneno 21:13 kitabu cha Isaya. Isaya 21:13 inasema, ufunuo juu ya Arabuni. Sawa. Ndani ya msitu wa Arabuni mtalala. Sawa. Enyi misafara ya Wadedani. Sawa. Waleteni wenye kiu maji. Enyi wenyeji wa nchi ya Tema. Naomba hiyo maiki. Umeona vizuri mambo yanavyokwenda? Kwamba tunaambiwa kwamba kumbe ile tunapozungumzia Parani tunazungumzia Arabuni. Na tunapozungumzia Arabuni tunazungumzia mji wa Tema. Na hapa tunaambiwa kuna misafara inaitwa misafara ya Wadedani. Mnapata vizuri bwana? Wale wenyeji wa nchi ya Tema ambao pale Arabuni nyumbani kwa Tema, wanaambiwa nendeni mkawapokee wale watu ambao wa misafara wa Dedani ambao wanaokuja kwenu. Sasa hawa misafara hii, hawa watu wa Tema wanaelekezwa kwamba kawapokeeni wale wanaokimbia. Hao wenyeji wa Tema wanaambiwa nendeni mkawapokee wale misafara wa Dedani, wenzao wanakimbia kwa kutaka kuuawa. Na sababu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukimbia Makka kwenda Madina, mnapata vizuri bwana, alikimbia Mtume baada ya majamaa kuvamia nyumbani kwake na mapanga na mavisu na miupinde na kila aina ya silaha. Ndipo asante, walipoungana wale majamaa wale makabila yale yote kutaka kumuua Nabii Muhammad sallama. Sasa hapa kuna kitu imesema ufunuo juu ya nini? Ya Arabuni. Sasa tunasimama kwenye hiyo nukta kwanza. Ufunuo ni nini? Ufunuo ni sauti ya maneno ya Mwenyezi Mungu yanayoletwa kwa mtume wa kibinadamu, yanayoongozwa na Roho Mtakatifu. Tuko na kibarua kama Wakristo kuelewesha watu maandiko haya. Kwenye kitabu cha Isaya 21 mstari wake ni wa 13, pia wanataka kuweka Nabii Muhammad hapo. Kwa hivyo Wakristo wakiendelea kulala, wasipo resist hii Biblia yote, maandiko yote, watakuja waseme yametabiri Muhammad. Sasa hii ni andiko la ngapi wamelitoa? Walianza na Kumbukumbu la Torati, wakakuja Habakuku, wamekuja Isaya sasa. Angalia, na bado kuna mengi watatoa huko mbele, utashangaa. Sikiliza. Kitabu kwenye Isaya 21 tukianzia verse 1 kwanza, anasema ufunuo juu ya bara ya bahari kama tufani za Negibo ziharibikavyo kwa kasi, inakuja kutoka bara, toka nchi itishayo. Kwa hivyo ufunuo wenye hii verse yote ya 21 ni ufunuo nao husu uangamizi. Ndio naona verse 11 pia nasema ufunuo juu ya Duma. Kwa hivyo hii ni ufunuo ambayo inahusu pia Duma, na wanakuja kuuliza, na hii ni unabii mkubwa sana, tutakuja kuwa na hiyo presentation. Anakuja kuuliza maana kuna hatari ameiona mbele, alafu wanakaribishwa Duma, wanawaambia uliza, sikiliza. Alafu verse 13 nasema ufunuo juu ya Arabuni. Ndani ya msitu wa Arabuni mtalala, wenyeji wa nchi ya Tema. Nendeni kuwalaki wakimbiao na chakula chao, kwa maana wamekimbia mbele ya upanga. Ati wamekimbia mbele ya nini? Wamekimbia nini? Mbele ya upanga
upanga uliofutwa na upinde uliopindwa, utaangamia utukufu wote wa Kedari. Kwa hivyo hii ni unabii ambao unatabiri kuhusiana na vita na kuangamia kwa Kedari, ambaye mnamuita ni mwana wa Ishmaeli, Kedari. Kwa hivyo hii ni ufunuo wa nabii Isaya na utoa kuhusiana na kuangamia kwa Arabuni, Duma, Kedari. Sio ufunuo, hajasema ni ufunuo umepewa mtu fulani kwenye kabila la Duma ama kabila la Kedari, hapana. Ama kwa mtoto wa Kedari, kwa mtoto wa, hapana, haisemi hivyo. Angalia, kuna tofauti ya ufunuo juu ya nchi na kuna tofauti ya ufunuo aliyepewa Yohana. Kwa hivyo kama andiko hili ningesema ufunuo juu ya mtoto wa Kedari ama mtoto wa Duma, basi ndio tukakubali ya kwamba kweli hapo kuna nabii aliyepewa ufunuo. Lakini imesema tu ufunuo juu ya Arabuni, na ikaeleza ni ufunuo ambao Isaya anasema ni vita inakuja huko. Hiyo imeisha hivyo, hiyo imekufa hivyo. Hebu tusikilize mwingine. Mama unisadiki, saa ipo na ya sasa yaja, wamwabudio harisi Mungu hawatamwabudu Baba katika mlima huu wala huko Yerusalemu, bali watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Bwana Yesu anatabiri kizazi cha Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na nabii atakayekuja baada yake na wafuasi watakaokuja kuabudu baada yake. Haya, huyu naye ndiye anajiita Dr. Sule. Angalia, anasema Yesu alipokuwa anaongea na mwanamke Msamaria, aliweza kumwambia saa inakuja ambayo wamwabudu halisi watamwabudu katika roho na kweli. Alafu anasema hao ambao watamwabudu Mungu katika roho na kweli ni Waislamu. Maajabu ya Musa. Je, ni kweli Waislamu watamwabudu Mungu katika roho na kweli? Kwanza, habari za roho Waislamu hawana habari na hawajui, hawana elimu. Kwa mfano, angalia kwa mfano. Sasa sura unapotuambia kwamba watu wanaoabudu katika roho na kweli ni Waislamu, watuambie habari za roho ni nini kwanza. Sikiliza Suratul Bani Israel aya yake ya 85 inasema, na wanakuuliza habari ya roho, sema Mtume Muhammadi, roho ni jambo linalohusika na Mola wangu Mwenyezi Mungu, nanyi hamkupewa katika elimu ama ujuzi ila kidogo kabisa, nayo ni elimu ya vitu visivyohusika na roho. Sasa mtamwabuduje Mungu kama hamjui hata roho? Roho ni nini? Hamjui. Sasa mtaabuduje katika roho wakati hata hamjui the starting point ya roho? Mtaabuduje? Si nyinyi Dr. Sule, wacha kudanganya watu. Wacha kudanganya watu. Angalia, sasa hawa ambao watamwabudu Mungu katika roho na kweli ni akina nani? Lazima Biblia tuweke wazi. Maana Yesu anaambia mwanamke Msamaria, saa inakuja ambaye hamtamwabudu Mungu katika mlima huu au kule Yerusalemu. Kwa hivyo wale ambao wanamwabudu Mungu katika roho na kweli, Yesu ametupatia hints. Amesema hawafai kupatikana Yerusalemu na hawafai kupatikana mlimani. Hao ndio watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Leo Waislamu si mnaenda hija, si mnaenda Maka, mko na Yerusalemu yenu huko, mnaenda kuzunguka majabali mawili, Safa na Mara, mnaenda kuzunguka kule. Kwa hivyo andiko hili haliwahusu nyinyi. Kama kweli hamngekuwa mnaenda hija huko, kama hamngekuwa mnaenda Maka huko kuzunguka hiyo nyumba mara 7 na kuzunguka majabali mawili mara 7, basi ndio tukajua kweli andiko hili liko na ukweli na nyinyi. Lakini kama mtaenda huko kila mwezi wa 8, mwezi wa 7, mnapoenda kule hija, mnasema mnaenda kumwabudu Mungu, na mnasema atakaye hiji kwenye mlima huu ama Maka ataweza kubarikiwa na atarudi akiwa amesemehewa dhambi zake. Kwa hivyo nyinyi kwa akili zenu na huyu mwanamke Msamaria is the same. Maana mwanamke Msamaria alijua Mungu anaabudiwa katika mlima na Yerusalemu. Leo Waislamu wanajua ili mwanadamu asamehewe dhambi zake anafaa aende hija, akirudi amesamehewa dhambi zake zimeondolewa. Kwa hivyo mawazo yenu na ya huyu mwanamke ni sawia. Kwa hivyo nyinyi andiko hili aliwahusu Dr. Sule, aliwahusu kabisa. Aya, basi nafikiri ya kwamba tutaweza kuendelea na sehemu ya 3. Tutaweza kuendelea hapo. Kwa wale wanaoabudu katika roho na kweli ni akina nani?
tutaweza kuwa na hiyo presentation kwa upana, pamoja na kuangalia, bado sijamaliza, tunakuja na the last part ambayo itakuwa ni the third part of my presentation ya kuhusiana na Muhammad kama ako kwenye Biblia. Kwa hivyo usikose, tutaweza kuangalia hiyo sasa, usikose kabisa. Hiyo itakuwa ni ajabu. Angalia, mzidi kutuombea na mzidi kuwa pamoja nasi tunapoendelea kufichua siri za muovu, pamoja na kufichua siri zilizojificha katika maandiko matakatifu. Tuzidi kuombeana na kusimama imara katika imani. Usidhubutu kudanganyika ya kwamba Muhammad yako kwenye Biblia. Hakuna na wala hata haikuwepo. Fuatilia sehemu ya 3 ndio utajua kweli Muhammad hayuko kwenye Biblia. Mungu awabariki sana na tupatane tena kwenye presentation ya 3. Asanteni. Warning of Last Days, sauti ya ukweli.